Yule mwanamke alisema nitagusa pindo la vazi la Bwana, nikiligusa lile pindo la vazi nitapona. Halo? Wakati anazungumza hivyo, ndani yake alikuwa na hakika ya kwamba nikiligusa nitapona. Kwa hiyo kilichomponya sio Yesu. Naomba nikuambie hivi kwamba kilichomponya ni yeye ndani yake. Halo? Amefanikiwa kuactivate ule uungu ndani yake ili ufanye healing ndani yake yeye mwenyewe, lakini ameuactivate kwa faith, kwa kuwa na uhakika ndani yake kwamba nikigusa pindo la vazi. Ndio maana Yesu mara zote alikuwa anamwambia kwamba imani yako imekuponya, usinihusishe, ila imani yako imekuponya. Kwa sababu when unapoweza kufikia point ya kuona kwamba inawezekana, then inawezekana kwako. Halo? Kinachofanya iwezekane ni kwa sababu that part of godly in you imeanza kuwa in operation. Halo? Ile sehemu ya uungu ndani yako imeanza kuwa in operation. Kwa hiyo ninapokuwa katika hali ya wasiwasi, sehemu ya Mungu ndani yangu haiwezi kufanya kazi, kwa sababu kinachokuwa na wasiwasi ni ile hali ya mimi, ile nafsi ya kwangu mimi binadamu ya kwangu ndio inakuwa hivyo, and therefore it hinders ule utendaji wa Mungu. Most of the things in our life hazitokei sio kwa sababu maombi mlioomba Mungu hakuyasikia. Hapana. Vitu vingi havitokei kwa sababu tumekuwa katika constant business ya kupingana na Mungu. Lazima uone ili kiweze kuwa. Kwa hiyo hata kama Mungu amekubariki, baraka zako hutazi experience mpaka umepata nafasi ya kuyaelewa haya, alafu ujue kwamba anayebariki yuko ndani yangu. Kwa hiyo mimi nimebarikiwa, sio nitabarikiwa, nimekwisha kubarikiwa. Kwa hiyo mimi ni baraka, and as I see myself kama mimi ni baraka, then I become baraka. Ninaanza kuwa baraka kwa sababu ninaona kwamba mimi ni baraka. Amen.